Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel leo Jumapili limewataka wakazi wa mji wa Rafah ulio kusini mwa Gaza kuondoka kutoka kwenye mji huo, huku vikosi vyake vikianzisha mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israel Avicha Adre amesema mashambulizi yameanzishwa dhidi ya mashirika ya kigaidi katika wilaya ya Tamal al-Sultan katika eneo la Rafah. Adre ametoa wito kwa Wapalestina kuondoka kutoka kwenye eneo hatari la mapigano na kuelekea upande wa kaskazini. Vipeperushi vyenye ujumbe huo vilidondoshwa katika eneo la Tal al-Sultan kwa ndege isiyo na rubani. Israel imeapa kuliangamiza kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas na siku ya Jumanne ilianzisha tena mashambulizi makali katika ukanda wa Gaza ambako pia imewapeleka wanajeshi wa nchi kavu. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi ya droni kwenye jiji la Kiev nchini Ukraine. Watu 3 wameuawa kwenye mashambulizi hayo na wengine 10 wamejeruhiwa. Hayo yamejiri siku moja kabla ya mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayotarajiwa kufanyika nchini Saudi Arabia. Meya wa jiji la Kiev Vitali Klitschko na msimamizi wa kijeshi Temur Kashenko wamesema mashambulizi ya droni yalifanyika usiku kucha na yalisababisha moto kwenye magorofa kadhaa. Ving'ora vilisikika angani katika mji mkuu wa Ukraine kwa zaidi ya saa 5 za mashambulizi. Kashenko amesema mtoto wa miaka 5 ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha na mtoto mwingine wa miezi 11 alijeruhiwa. Mashambulizi hayo yametokea huku wapatanishi wa Marekani wakitarajiwa kukutana kesho Jumatatu na wajumbe wa Ukraine na Urusi nchini Saudi Arabia kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano. Urusi iliahidi kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine kufuatia mazungumzo wiki hii kati ya Vladimir Putin na Donald Trump. Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis atajitokeza hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kulazwa hospitalini kwa muda wa wiki 5. Madaktari wake wamesema Papa Francis ataruhusiwa kutoka hospitali leo Jumapili. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 anapanga kutoa baraka za Jumapili kutoka kwenye chumba maalum katika ghorofa la 10 katika hospitali ya Gemelli ya mjini Roma. Baadaye Papa Francis atawaaga wafanyakazi wa hospitali hiyo na kurejea Vatican ambako atapumzika kwa angalau miezi 2. Madaktari wanamshauri kujizuia kukutana na makundi makubwa ya watu au kufanya shughuli za kujichokesha. Istanbul. Mahakama ya Uturuki imeamuru leo Jumapili kuwekwa kizuizini meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu, mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan, kabla ya kuanza kusikilizwa kesi yake inayomkabili. İmamoğlu alikamatwa siku ya Jumatano ikiwa ni siku kadhaa kabla ya mkutano wa chama kikuu cha upinzani cha CHP ambao anatarajiwa kuteuliwa kuwa mgombea urais wa Uturuki. Kukamatwa kwake kumesababisha maandamano ya kila siku usiku kote nchini. Hadi watu 300,000 walikusanyika Istanbul siku ya Ijumaa usiku pekee, kulingana na takwimu za chama chake cha CHP. Meya huyo maarufu anakabiliwa na shutuma za ugaidi na ufisadi katika kesi 2 tofauti. Amri ya hakimu ya leo Jumapili ya kuzuiliwa kabla ya kesi inahusiana na tuhuma za rushwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka hapa DW mjini Bonn. Berlin. Ujerumani imetangaza kufunga kwa muda ubalozi wake mjini Juba nchini Sudan Kusini. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani imesema hatua hiyo inafuatia kuongezeka kwa mvutano ambao umeifikisha nchi hiyo ya Afrika Mashariki karibu na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wiki hii, Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alimfuta kazi gavana wa jimbo la Upper Nile ambapo mapigano yameongezeka katika
kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wa kikabila wanaotuhumiwa kushirikiana na mpinzani wake makamu wa rais wa kwanza Riek Machar. Msuguano huo umeongeza wasiwasi kwamba taifa hilo linaweza kurudi kwenye mzozo baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyowaua mamia ya maelfu ya watu. Bunia. Jeshi la Uganda kwenye taarifa yake limesema waasi 242 waliuawa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operation zake za hivi majuzi. Wakati huo jeshi la Uganda limesema linafanikiwa kuwarejesha nyuma wanamgambo wa kundi la Kodeko katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo baada ya waasi hao kuwashambulia wanajeshi wa Uganda katika mji wa Fataki. Mwanajeshi mmoja wa Uganda aliuawa. Vyanzo vya ndani vimethibitisha kuwepo na mapigano, na tangu mwaka 2021 jeshi la Uganda lilipelekwa kwenye eneo hilo la mashariki mwa Kongo kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa waasi wa Uganda wa ADF, na wanamgambo wa Kongo wa Kodeko wanadaiwa kuwa na mafungamano na wapiganaji wa ADF katika jimbo la Ituri. Na hatimaye Khartoum. Baada ya kudhibiti ikulu mjini Khartoum, jeshi la Sudan ambalo ni tiifu kwa Jenerali Abdel Fattah al-Burhan liliendelea kusonga mbele katika mji huu mkuu na kuyadhibiti majengo mengine kadhaa ikiwemo benki kuu na jumba la makumbusho la kitaifa. Msemaji wa jeshi la Sudan, Jenerali Nabil Abdallah, amesema jeshi pia liliwaangamiza mamia wanamgambo waliojaribu kukimbia, ingawa taarifa hii haikuthibitishwa na duru zisizoegemea upande wowote. Wakati huo mapigano yanaendelea huko Darfur. Kulingana na wanaharakati wa mashirika ya kiraia, watu wasiopungua 45 waliuawa mwishoni mwa wiki katika shambulio la kijeshi kwenye mji wa Al-Mahla ulio kaskazini mwa Darfur. Wanajeshi hao walidai kuuzingira na kuteka mji huo na kuwaua zaidi ya wanamgambo 380. Eneo kubwa la Darfur liko chini ya udhibiti wa wanamgambo wa kundi la RSF linaloongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, ambao hata hivyo walishindwa kudhibiti mji mkuu wa El Fasher. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW hapa mjini Bonn. DW Afrika wiki hii. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameuteka mji wenye utajiri wa madini ya bati wa Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Wiki hii pia Rais Felix Tshisekedi na simu wake Paul Kagame wa Rwanda walikutana huko Doha, huku waasi wa M23 wakiupa kisogo mkutano ulioandaliwa Luanda, na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila akimtuhumu Tshisekedi kuwa ndiye tatizo katika mzozo wa Kongo. The problem is President Felix, the solution is President Felix. Tatizo ni Rais Felix, suluhisho ni Rais Felix. Baada ya kuongezeka hofu ya kuzuka vita kati ya Ethiopia na Eritrea, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed asisitiza kwamba hana mpango wa kuanzisha vita na jirani yake huyo. Nataka niwahakikishie watu wa Ethiopia, serikali ya Eritrea na bunge hili kwamba Ethiopia haina azma ya kuivamia Eritrea kuhusiana na bahari ya Shamu. Na nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema kimeendelea kushikilia msimamo wake kwa msajili wa vyama wa kudai mageuzi kabla ya uchaguzi mkuu. Tutatafuta fursa ya wao kukutana tena na sisi, lakini wakati sisi tukisubiri kukutana nao tena, sisi ratiba zetu za chama zitaendelea kama kawaida kuhakikisha kwamba no reform, no election.